Ndugu mgeni rasmi, walimu wa shule ya msingi Msamala, tunapenda kukushukuru kwa kukubali kuja kushirikiana nasi katika tafrija fupi ya kujipongeza kwa kuwa na ufaulu mzuri wa wastani B. Tunasema asante sana, karibu sana Msamala. Ndugu mgeni rasmi, shule ya msingi Msamala ipo katika manispaa ya Songea mjini, tarafa ya Mashariki, kata ya Msamala, katika mtaa wa Oysterbay. Ndugu mgeni rasmi, shule ya msingi Msamala ina jumla ya walimu 18 wakiwemo M 4 na K 14. Pia kuna jumla ya wanafunzi 714 wakiwemo M K 368 na M 346. Pia shule ina wapishi watatu na mlinzi mmoja. Ndugu mgeni rasmi, shule imeweza kupata mafanikio mazuri katika taaluma kwa miaka mitatu mfululizo hadi mwaka 2025 kama ifuatavyo. Mwaka 2023 waliosajiliwa walikuwa wavulana 45 na wasichana 58, jumla walikuwa 103. Waliofanya mtihani walikuwa 103, wavulana 45, wasichana 58, jumla 103, lakini waliofaulu walikuwa kama ifuatavyo. Walifaulu wavulana 42, wasichana 58, jumla walikuwa 100 na ufaulu wetu ulikuwa kwa asilimia 97. Mwaka 2024 walisajiliwa wanafunzi 102 wakiwemo wavulana 45 na wasichana 57. Waliofanya mtihani walikuwa 102 wakiwemo wavulana 45, wasichana 57. Kwa hiyo wote walifanya ule mtihani, lakini walifaulu wanafunzi 100 kama ifuatavyo. Wavulana walifaulu 44 na wasichana 56. Tulifaulisha kwa asilimia 98 kwa mwaka jana 2024. Lakini mwaka huu 2025 waliosajiliwa walikuwa wanafunzi 92, wavulana 41 na wasichana 51. Waliofanya mtihani huo walikuwa 92 vile vile, wavulana 41, wasichana walikuwa 51. Walifaulu wanafunzi 91, wavulana 41 na wasichana 50, ambayo ni sawasawa na ufaulu wa asilimia 99. Wanafunzi wanaotarajia kufanya mtihani mwaka 2026 ni wavulana 34 na wasichana 45, jumla ni wanafunzi 79, na tunatarajia kupata ufaulu kwa asilimia 100. Mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo ya kitaaluma, shule ina changamoto zifuatazo. 1. Upungufu wa madawati. Mahitaji ni madawati 270, yaliyopo ni madawati 175, upungufu madawati 95. Namba 2. Upungufu wa madarasa. Mahitaji ni madarasa 22, yaliyopo ni madarasa 7, upungufu ni madarasa 15. Lakini pia tuna ukosefu wa ofisi ya walimu. Ombi. Ndugu mgeni rasmi, shule ina jengo la darasa ambalo limefikia hatua ya lenta. Hivyo tunaomba msaada wa kukamilisha ili jengo hilo likamilike katika ofisi ya walimu. Lazima kwamba mmefanya kazi, mmepambana na mmekuja kuonyesha jitihada za watu wanaofanya kazi. Kwa sisi walimu ni matokeo mazuri. Kwa hiyo unapopata mmekuwa na watoto 92, mmoja ndo amefeli, na tunasema hajafeli kama alivyosema nani, kwa sababu nilikuwa naongea na mwalimu akatuambia alikuwa na tatizo kidogo. Kwa hiyo shida si ya mwalimu, isipokuwa ilikuwa kwa mtoto mwenyewe. Kwa maana hiyo nyinyi mngeweza kufaulisha mwaka huu kwa asilimia ngapi? 100. Mimi kwa hilo niwapongeze. Najipongeza na mwenye mashine ndo kata yangu hiyo.
nilichofurahi na ninaona mna uwezo wa kufanya zaidi ya hapa. Yaani hivi vitu kwenye hizi taasisi tunapofanya kazi, umoja ni kitu muhimu sana. Yaani mkiwa wamoja, kila mmoja akatambua kazi yake na wajibu wake, mambo yanaenda. Na haya ni matokeo ya nyinyi kuwa wamoja katika kufanikisha hizi kazi zenu mnazozifanya za kufundisha. Kazi ya kufundisha ni ngumu, wasiwaambie. Mimi mwenyewe sasa ukinipeleka darasani nashindwa. Watoto tu pale nao hata kuwapitia hivi. Amekuja huko na nani yake. Yaani unasema huyu wanaongea naye vipi? Mbona kama haelewi hivi. Kwa hiyo tuna kazi ngumu sana na kazi zetu tunafanya ni kwa asilimia kubwa tunajitoa. Kwa hiyo huu umoja muendelea naye. Ili naamini hiyo watoto 70 na ngapi hao? 79 ni 100% mwakani. Nawapongeza. Nipongeze pia jambo jingine ambalo nimeliona pia. Sio umoja mlionao ni wanyie tu mnashirikiana. Lakini leo tuko hapa tunajipongeza, lakini hamkuwasahau wanaowawezesha nyinyi kufanya hayo mnayoyafanya. Manake mkiwa na njaa hapo hatuwezi kufundisha, si ndio? Lakini mmekuja na dada zangu hapa ambao mko nao bega kwa bega, wanasaidia kupika kande na nini, watoto wanakula na nyinyi mnakula. Yaani mnakuwa na nguvu, mnapoingia darasani watu mnasikilizana. Kwa hiyo ni jambo nalo la kuiga. Mngeweza kuja nyinyi peke yenu hapa, lakini hamkuwaacha nyuma. Hapo mnajenga teamwork, si ndio? Kwamba sisi hatuwezi bila hawa na hawa hawezi bila sisi. Muendelee kufanya hivyo hivyo. Na uongozi. Na mama Kinyunyu hapa naona anajitahidi. Kuna kipindi fulani ilikuwa mwaka juzi, mwaka jana, anapambana. Hivi umeme ameuleta umeme kwa kukuta naye anapanda kule TANESCO. Anahangaika nini, namtafuta mama, nimeomba nisaidie hivi na hivi na hivi. Anapambania afanye pawe na umeme pale shuleni ili mambo mengine yaende. Watoto wataenda watasoma. Vitu vingine vinavyotakiwa ili kuzalisha na nini vitafanyika. Unaona anapambana, unaona ana uchungu na nini? Ana uchungu na maendeleo ya shule yake. Anafanya kwa niaba ya mwingine. Anasema kwani mimi ile ni jukumu langu? Siko mkurugenzi. Lakini kwa sababu anajua yani yeye pia ana nafasi ya kufanya hivyo ili afaulishe, lazima kuna vitu vingine awe mbunifu. Kwa hiyo naona na kwenu nyinyi kuna swala la ubunifu mnalo. Kwa hiyo mkiamua hamna kitu kinafanya nini? Kinashindikana. Mimi kwa ile nawapongeza. Na ndio maana leo tuko kwa pamoja hapa, nikimuona kila mmoja na nyuso za furaha, kila mmoja anafurahi kwa sababu tumefanya vizuri. Wale wenzetu ambao wamefanya vibaya hawezi kupata nafasi kama hii. Ya kukaa wakafurahi wakafanya nini? Yaani ukiwa na matokeo mabaya hata mwenyewe unakosa nini? Amani. Lakini ukiwa na matokeo mazuri unatembea kifua mbele. Hata mimi sikuwepo darasani, lakini nikisema kata ninayo leo amefanya vizuri, cluster na cluster hivyo wamefanya vizuri. Kwa hiyo mimi nafanya nini? Natembea kifua mbele. Nasema na watu majembe wanafanya kazi, wanajua wajibu wao. Kwa hiyo mimi nashukuru na niwapongeze sana sana sana. Nategemea hiyo mwakani mambo yatakuwa mazuri zaidi na tutafika wapi? Ngorongoro. Lakini pamoja na haya yote mmesema pia mna changamoto. Changamoto ya jengo la ofisi hakuna, ambalo ni darasa na kweli niliona lile limejengwa muda mrefu. Pale ukiingia kwenye fazi unaona kuna jengo niliweka nalifahamu. Ila tu kwa sababu hivi vitu mnaomba mnasubiri watu wawafanye. Nashukuru kwa sababu unajua sisi walimu vipimo vyetu ni kitu simple tu. Mwalimu wa darasa la kwanza tukitaka kuona efficiency yake ni watoto kujua kusoma, kuandika na nini na kuhesabu. Tunasema mwalimu ameperform. Tukiona amekabidhiwa darasa la wanafunzi 100, wanafunzi 40 waweza kusoma, 60 hawajajua kusoma, huyo mwalimu tunamtemu vinginevyo kwamba hajatimiza nini? Wajibu wake. Kwa sababu tunaamini watoto wale wanafundishika vizuri tu, ila yeye kuna sehemu hajafanya, hajatimiza wajibu wake.
Mama,